CCM kata, tulipopata taarifa ya msiba huu, tulikuwa tunawasiliana na Julius akiwa kule Dar es Salaam akitupa habari ya kwamba ndugu yao ni mgonjwa, na hata juzi walipofariki pia wametueleza na wakatuambia kwamba mazishi ni leo. Kwa niseme kwamba tumekuja kushiriki na ninyi katika msiba huu wa kuondokewa na ndugu yetu. Vile vile mbunge wetu ameacha shughuli, leo alikuwa kwenye mikutano ya kampeni, lakini alipopata taarifa ya msiba huu akasema ni bora aache kampeni ili aweze kuja kuungana na familia hii katika msiba huu mkubwa ambao umekwenda kutokea. Nikushukuru pia na mchungaji wetu kwa zoezi ambalo umelifanya. Hata na mimi pia nilikuwa na ile wazo baada ya kusikia kwamba ndugu yetu aliyeondoka katika maisha haya ameacha familia, watoto wake bado ni wadogo, lakini kwa kazi ambayo umeifanya basi Mungu akubariki sana. Baada ya kusema hayo, ili tusiwapotezee wengine muda, najua wengi tungeongea, lakini huu si sehemu ya mkutano, ni sehemu ya kuja kufariji ndugu. Nimkaribishe mgombea wetu wa bunge ili aweze angalau kutoa pole. Asante. Baba mchungaji na watumishi wa Mungu, familia marehemu, viongozi mbalimbali wa chama na serikali, waombolezaji wenzangu, Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Dr. Johannes Lambo Mlukumai. Kama nilivyosema baba mchungaji, ndio mgombea wa ubunge wa jimbo la Ruvuma Magharibi. Nilikuwa leo naenda kwenye kampeni kule Musa, lakini tuambiwa na mwenyekiti wangu kwamba kuna huyu ndugu yangu amefariki, nikaona nisitishe nije nishiriki maombolezo ya kifo cha ndugu yetu. Baba mchungaji, ndivyo mnaona, lakini kifo cha Mwanza kinauma zaidi. Mama mjane kwa sasa, msiri wako kubwa zaidi ni mume wa watoto wako ambao wanapenda sana, akawapa kila kitu ambacho hata yeye mwenyewe hana. Kwa kipindi hiki najua ni mtu wa Mungu, ningekushauri ushike Biblia sana. Kwa mchungaji, vivyo kama hivyo unaona mno, naacha pengo kwa familia, jamii na taifa kwa ujumla. Hata ukichukulia Paulo kwa kijana mdogo ameondoka katika kipindi ambacho anahitajika. Kijiji cha Kigongoni nilipoteza mtu muhimu sana, mtu mwema, ambao tunaona umati huu mkubwa ni ishara tosha kwamba alikuwa anapenda watu wake. Lakini hatuna budi kupokea na kuendelea kukiri kuwa kwetu sisi bado Mungu ni Ebeneza, na hata katika hili ataendelea kutufariji. Kwa mchungaji, niliona swala la kuchangia ni swala jema na umesema vizuri, lakini ndugu zangu, kipindi hiki nimesema kuchangia, wataniwekea pingamizi. Wakishaniwekea pingamizi na maana naambia udongo hufai. Lakini kwa mchungaji, naomba baada ya hili tarehe 29 nitakuja kuonana na familia. Mimi nasomesha watoto wengi sana, kwa hiyo sitashindwa kufanya kitu katika familia hii. Baada ya hili zoezi la kura kumalizika, nitakuja kutembelea hapa. Lakini la pili, kwa ndugu zetu wa Dar es Salaam, tuko nafasi kuwapongeza kwa kazi nzuri mliofanya kutusaidia hili. Mungu aendelee kuwalinda na kuwapa moyo wa kusaidia. Naomba baadaye tuchukue mawasiliano na mimi ndugu zangu Dar es Salaam ili wafahamu. Na pia nikija Dar es Salaam ni watafute niwaone kwa kazi nzuri mnayofanya. Lakini ndugu zangu, pia nichukue nafasi hii kuwashukuru wachungaji na watu wa Mungu. Napenda kuwaheshimu sana watu wanajituma. Kama tukiona kuna mapungufu, tunaomba kwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ndugu zangu, huwa mara nyingi tunajifunza kutokana na makosa. Watu wa Mungu wanafanya kazi kubwa sana, na ni wajibu wetu kuwaheshimu wanapofanya majukumu yao. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Amen. Basi nashukuru. Karibu mchungaji. Enenyo ekureti shuretiyo laitoriane emato
tumunare tamatropo losa baba mavengo na shepui nole emyo mavengo